Mchezo ulikuwa mzuri kwa sababu timu zote zimeonyesha upinzani mzuri na wameweza kuonyesha ni mchezo mzuri, japokuwa JKT wamepata nafasi wameweza kuzitumia na Pamba wamepata nafasi wameshindwa kuzitumia. Bana, timu zetu za Tanzania hasa Simba Sports tumeona amepiga hatua nyingine moja kwenda mbele katika michezo ya kimataifa kwenye kombe la shirikisho. Sasa anaenda kucheza nusu finali dhidi ya Stellenbosch. Wewe ni mtu wa mpira Ngasa. Neno lote kwenye jambo hili unaweza kulizungumza tukasikia. Kikubwa kwa sababu wanawakilisha nchi na ndio timu ambayo imeweza kubakia katika mashindano katika nchi yetu. Kwa hiyo na imani wanaweza kufanya vizuri kwa sababu waishaona kwamba mwanga zaidi ambao wakuupata katika mashindano haya ni wao kuweza kushinda katika kombe hili. Kwa hiyo nawatakia kila la heri. Ngasa, umecheza mechi nyingi kubwa ngazi ya klabu na ngazi ya timu ya taifa. Pindi timu inapoziendea mechi kama hizi za nusu finali, akili za wachezaji kwako kisaikolojia huwa inatakiwa ziwe vipi? Sababu Mwenyezi Mungu kaumba kila mtu ana saikolojia yake. Lakini kikubwa viongozi waweze kuwakumbusha wachezaji kwamba kujua kwamba wanachokifuata ni kitu gani, na Watanzania wengi wanatamani kwamba kombe lije Tanzania. Kwa hiyo wachezaji wote wanatakiwa wawe na focus moja kwamba wahakikishe wanapata hichi kikombe ili kuipa sifa Tanzania. Kumekuwa kuna dhana ya kuto pengine ziheshimu timu zetu Tanzania hasa kwa mashabiki pindi inapokutana timu zozote za nje, na hii kwa namna moja au nyingine ni dhana ambayo wewe unaipokea vipi? Yaani kuheshimu vipi, sijaelewa. Yaani kutozipa nafasi timu zetu. Sasa uzipa nafasi vipi wakati ndio wewe kaingia nusu finali? Sababu Yanga aliingia finali, Simba sasa hivi kaingia nusu finali. Kwa hiyo mashabiki wote wanasupport timu zao za Tanzania kwa sababu Yanga akichukua ubingwa Tanzania ndio imechukua ubingwa wa kwanza, baadaye anakuja Yanga. Kwa hiyo Simba akichukua ubingwa ni Simba, sio Simba, Tanzania nzima imechukua ubingwa kwa sababu sifa yote inakuja kwetu sisi wote wa Tanzania. Binafsi unaona kuna uwezekano wa Simba kufanya kile ambacho Yanga walikifanya au pengine hata zaidi, kwa maana kufika finali au kubeba kombe? Wanaweza wakafanya makubwa kwa sababu tayari waishaingia nusu finali, na nusu finali ukishinda unaingia finali. Kwa hiyo toka robo finali waishajua umuhimu wa yale mashindano, kwa sababu angalia mechi za ligi wamecheza tofauti na mechi ambayo wamecheza robo finali. Kwa hiyo kama wakiingia na moto ule kwamba kujua kwamba mechi ya kwanza natakiwa tuweze kumaliza mechi ya pili, na maana wanakuja pia kumaliza mechi vizuri zaidi kama mechi walivyoifanya hii. Kama kule pia wangeshinda na huku wangeshinda goli mbili, maana wasingeweza kufika katika penalti, lakini kwamba wana uwezo mzuri kwa sasa, timu yao ishaungana na imani wataweza kufanya vizuri. Natamani kujua Ngasa, mchezaji wa mpira wa miguu anapokuwa amezoea uwanja fulani alafu baadaye uwanja ukahamishwa na mna mechi muhimu, mfano Simba Sports, tunajua mechi yao ya nusu finali wanacheza dhidi ya Stellenbosch, lakini taarifa zinasema na ziko wazi kwamba mechi hiyo inachezwa New Amaan Stadium. Kisaikolojia kwa mchezaji inaweza kumwathiri sababu hata wale watu wa South ina maana wachezea Dar es Salaam, wachezea kule. Sasa labda labda tuseme Tanzania waweze kuhamisha uwanja huu wa taifa upeleke kule kwa sababu yeye kauzoea. Kwa hiyo sidhani kama hilo jambo kwamba ni saikolojia wao wenyewe wanaweza kulifuata, kwa sababu Simba mechi zao nyingi wanacheza KMC. Na kule Zanzibar ni uwanja kama wa KMC ni artificial. Kwa hiyo sidhani kama kuna kitu ambacho kinaweza kikaathiri, kwa sababu ni uwanja ambao tayari waishachezea KMC na wana uzoefu zaidi. Simba wakicheza KMC ni bora zaidi kuliko wakicheza taifa. Kwa hiyo kule pia wanakutana na uwanja ambao waishacheza huko KMC. Kwa hiyo sidhani kama wanaweza kupoteza, kwa sababu kwamba kisaikolojia kwa sababu Simba hata mashindano ya Mapinduzi wanachezea kule, lakini wangeomba Mapinduzi yamishiwe Dar kwa sababu ishazoea Dar. Ni kitu ambacho kwa kweli siwezi kuungana nacho, kwa sababu Tanzania yote, Zanzibar na Tanzania ni Zanzibar na Dar ni nchi moja. Kwa hiyo kwamba wao wenyewe wanatakiwa waweze kuweka nguvu, waweze kushinda katika mchezo huu ambao upo. Kwa hapo hakuna kisingizio. Hamna kisingizio, kwa sababu labda wasema basi toke Zanzibar tucheze KMC, kwa sababu KMC na Zanzibar ni uwanja sema ni mmoja, kwa sababu wote wanatumia nyasi bandia. Ngasa, wewe unatajwa kama ni wenga bora zaidi wa muda wote Tanzania. Hivi sasa ambaye pengine anatajwa zaidi kwa upande wao wawakilishi wa Tanzania kwenye michuano ya kimataifa ni Elie Mpanzu. Binafsi kwako ni winga wa namna gani na unamzungumziaje? Mpanzu ni winga mzuri na anaonyesha kitu gani ambacho mashabiki wanataka. Kwa hiyo kwa kweli nampongeza, anacheza vizuri
na imani anaweza kufikia malengo ya Simba ambayo waliojiwekea. Wewe umecheza vilabu vyote vitatu, Simba, Yanga, Azam FC. Mchezaji gani ambaye unaona huyu kidogo anaweza kavaa jezi ya mlisho Alfan Ngasa? Kila mchezaji ana nafasi ya kuweza kuvaa labda jezi yangu jinsi ulivyoandika, na wengi waishavaa kwa sababu kila mchezaji na malengo yake. Na malengo zaidi kwamba ya mchezaji ni yeye mwenyewe kujipa bidii ya kuweza kufanya vizuri. Na vizuri na maana ni mazoezi binafsi ambayo unaweza ukafanya mwenyewe binafsi pasipo kocha kuwepo. Kwa hiyo mwenyewe unaweza kuweka mazingira kwamba mimi nifanye vizuri zaidi kushinda mchezaji mwingine yote. Kwa hiyo kila mtu ana nafasi ya kuweza kukaa.